Na mtazamaji wa Matukio Daima kwamba hii ni basi ambayo limetumbukia korongoni baada ya kugongana na lori katika eneo hili la Kitwiru, manispaa ya Iringa. Na hii ni lori ambayo limegongana uso kwa uso na basi hili, na hadi hivi sasa bado haijajulikana vifo ni vingapi, lakini majeruhi wakikimbizwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Mtazamaji wa Matukio Daima, zoezi la uokoaji wa majeruhi likiendelea katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na kuvuta maji katika eneo la korongo ili kuweza kuingia ndani ya basi hili kuweza kuangalia wale ambao wamesalia katika basi hili. Ajali hii imetokea majira ya saa 12 asubuhi ya leo katika eneo la Kitwiru, mpakani mwa Iringa mjini na Iringa vijijini. Na hii ni siku takriban 3 tu toka ajali ya basi ya Shabibu na lori iweze kutokea eneo hili. Hii ni Matukio Daima update, nami ni Francis Godwin, na hapa tupo eneo la ajali tukikuhabarisha kile ambacho kimetokea. Na bado tupo katika eneo hili ambapo ajali ya basi na lori imetokea, na tunazungumza na jeshi la zimamoto na uokoaji ambao wapo hapa kuhakikisha kuwa wanasaidia kutoa msaada, ikiwa ni pamoja na kuvuta maji haya katika eneo la korongo ili kuweza kuingia katika eneo hili kuangalia kama kuna majeruhi ama kama kuna miili ambayo imesalia hapa. Mimi ni Francis Godwin. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Robert Minga, mkuu wa kituo msaidizi kituo cha Iringa mjini. Mnamo majira ya saa 12 na dakika 10 tulipata taarifa ya ajali ya basi maeneo ya Ugwachanya unavyoelekea Mseke. Mara moja askari wa zamu walielekea eneo la tukio, lakini walipofika eneo la tukio walikuta kweli kuna basi
ambalo ni basi la kutoka nchi za nje limegongana na lori, lakini kwa bahati mbaya lile basi likawa limeingia kwenye korongo ambalo linaelekea maeneo ya Mseke. Lakini mara moja askari wa zamu walijaribu kutujulisha watu walio karibu na kujulisha ofisi ili tuongeze nguvu, na tukaongeza nguvu. Baada ya kufika eneo la tukio, askari waliendelea kutoa majeruhi, lakini kwa zoezi linaloendelea mpaka sasa ni kujiridhisha, kwa sababu basi limedondoka kwenye korongo na pana maji. Tumechukua water pump kwa ajili ya kusaki yale maji ili tuone, je, kweli majeruhi wote wametolewa pale chini. Lakini majeruhi ndio kwa wanaonekana kwa macho tushawatoa na wamekimbizwa hospitali. Na nini rai yako kwa wananchi pindi wanapo ajali, hasa katika matumizi ya namba ya 114? Kwanza ni washukuru wananchi wa eneo la Mseke, wamekuwa kipaumbele kwenye ajali hii kwa sababu wameshirikiana bega kwa bega na sisi jeshi la zimamoto pamoja na polisi katika kuokoa hao watu. Lakini hatujasikia kelele zozote kwamba kuna mtu yote kaibiwa, na vitu vile ambavyo mtu alipoteza labda simu na nini, watu hao wamezipata. Hivyo niendelee kutoa rai kwa wananchi, wanapopata taarifa hizi za maokozi za moto, basi wapige 114. Ni taarifa ya awali kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji ambao wamefika katika eneo hili na wakisisitiza namba ya 114, lakini pia wakishukuru wananchi katika eneo hili kwa uaminifu mkubwa, kwani mali nyingi ambazo zilikuwa zimeokotwa zimerejeshwa. Hii ni Matukio Daima, nami ni Francis Godwin. Taarifa zaidi tutaendelea kukujuza kadri ya muda utakavyoruhusu. Naitwa Evaristo Peter Changamike, mkazi wa Kitwiru, manispaa ya Iringa. Nilichokiona hapa, pamoja na kuchelewa kwangu, lakini ni gari 3 za polisi zilikuwa zimepakia maiti, lakini pia gari ya zimamoto nayo pia ilipakia maiti. Sijajua idadi kamili ya maiti zilizokwenda kule, lakini kikubwa ninachojifunza ni kwamba mwendo kasi wa madereva, hizi ajali zilizo nyingi ni mwendo kasi wa madereva, kwa sababu kama wangekuwa taratibu, hii ajali isingeweza kutokea, na ili eneo hapa ni finyu. Kwa hiyo ningewasihi madereva wajitahidi kuwa na mwendo wa kawaida ambao unahitajika, kwa sababu hivi karibuni kuna ajali ilitokea Tanangozi ya lori na basi, lakini pia leo umbali ambao hauzidi kilomita 30 au 50, tena ajali ya lori na basi. Hii inatisha. Kwa hiyo ningeomba madereva wajitahidi kuwa na mwendo wa kawaida ambao unatakiwa barabarani, na hasa usiku ndo ajali nyingi zinatokea. Ni wananchi wa mji wa ni wananchi wa manispaa ya Iringa na maeneo ya jirani ambao wamekusanyika katika eneo hili kutoa msaada na kushuhudia ajali ya basi la Classic kutoka Zambia kuelekea Dar es Salaam, ambapo ajali hii imetokea majira ya saa 12 asubuhi, likihusisha basi hilo la kampuni ya Classic pamoja na lori, na inaarifiwa kwamba watu kadhaa wamepoteza maisha katika ajali hii, na bado jitihada za uokoaji pamoja na kuangalia ndani ya basi hili kama kuna masalia ya watu ambao wamefunikwa na basi zikiendelea kufanyika katika eneo hili. Hii ni Matukio Daima Update, na mimi ni Francis Gode. Taarifa zaidi tutaendelea kujuza kadri ya muda utakavyoruhusu, lakini pia tutakapozungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Aran Bukumbi na hospitali ya mkoa wa Iringa. Tupo eneo hili la ajali na nazungumza na baadhi ya mashuhuda wa ajali hizi, na mimi ni Francis Gode. Mimi naitwa mchungaji Donald Kiwanga wa kanisa la Lutheran hapa KKKT Dayosisi ya Iringa. Kumetokea ajali mbaya karibu na maeneo ninayoishi hapa Kitwiru, eneo linaloitwa Uyole. Basi la Classic ambalo limepata ajali kwa kugongana na lori.
Ajali zimekuwa nyingi, maana ni juzi tu tumepata ajali nyingine tena mbaya pale maeneo ya Tanangozi, basi la Shaubibu na lori jingine ambalo lilikuwa limechukua makreti ya Pepsi. Sasa hizi ajali zimekuwa nyingi sana mkoani Iringa, na ajali hizi zinasababisha matatizo makubwa sana kwa sababu zinapoteza maisha ya watu na kusababisha majeruhi. Na kwa namna hiyo, kwa sasa hivi kitu ambacho kingepaswa kufanywa, madereva wetu wanahitaji kuwa waangalifu sana wanapokuwa barabarani, kwa sababu magari yamekuwa mengi sana. Hii barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda Zambia na Malawi, na hivyo umakini unatakiwa ili ajali hizi ziweze kupungua. Unafikiri kwamba nini hasa kiini cha ajali hizi ambazo tumeshuhudia Shabibu ikigongana na lori, lakini tumeshuhudia pia Krask ikigongana na lori? Nini hasa kiini? Nadhani kinachotakiwa kufanyika zaidi ni umakini wa madereva wetu kufuata sheria za barabarani, na kwa sababu magari yameshakuwa mengi sana, watu ambao wanakuwa na haraka ni vizuri sana kujitambua na kupunguza mwendo na kufuata sheria za barabarani. Na tunashukuru sana wenzetu wa jeshi la polisi na hasa hawa walio barabarani wamekuwa wakisaidia sana kuelekeza mambo haya, lakini wakati mwingine mtu anapokuwa na haraka, magari yanavyoendeshwa kwa mwendo kasi, mara nyingi yanakuwa ndio sababu ya kutokea kwa ajali hizi. Kwa hiyo cha kufanyika ni madereva watambue kabisa ya kwamba sasa hivi barabara hii ina magari mengi, na hivyo hata kama una haraka, fuata basi taratibu, overtake mahali panapotakiwa, lakini pia kuwe na check up ya uhakika kwenye malori kwa ajili ya mambo ya mifumo ya breki na gari kwa ujumla. Na mtazamaji wa Matukio Daima, ni mashuhuda hawa ajali hii, na akitoa rai malori kuendelea kukaguliwa hasa katika maeneo ya miteremko, lakini pili, madereva kuwa makini wanapokuwa barabarani na kuepuka haraka zisizokuwa na ulazima, hasa kizingatia kuwa wamebeba roho za watu. Ni ajali ya pili hii kuweza kutokea katika eneo hili la wilaya ya Iringa vijijini. Ajali ya kwanza itokea eneo la Tanangozi ikihusisha basi la Shabibi na lori, ambapo chanzo kikitajwa kuwa ni lori kufeli breki, lakini kilomita chache kutoka eneo ambako ajali ya Shabibu itokea ndipo inatokea tena ajali hii ya basi la Krask na lori. Lakini kabla ya kutokea kwa ajali ya basi la Shabibu, kulikuwa na ajali pia ya lori katika eneo hilo. Kwa hivyo takriban ajali ya tatu hii kuweza kutokea katika barabara kuu ya Iringa Mbeya ama Iringa Dar es Salaam, hapa wilaya ya Iringa na manispaa ya Iringa. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis God. Mimi ninapenda kuwapongeza ndugu zangu wa Matukio Daima Media kwa namna ambavyo mmekuwa mkiripoti habari mbalimbali, kwa sababu watu wanatakiwa wawe na jua hizi habari, na habari zinaenea kila mahali. Kwa hiyo wawe ni madereva, abiria, watu wengine wengi wakijua habari hizi, zinachukua tahadhari mahali popote anapokuwa kwamba barabarani sio salama sana kama mtu anafanya safari bila kuwa mwangalifu. Pamoja na Matukio Daima Media kwa ujumla, kwa kweli Matukio Daima mmekuwa vizuri sana, kwa maana ya kwamba mtu anaishi kwa taarifa. Taarifa zinasaidia mtu kujua nini kinachoendelea, lakini mambo gani ya kuchukua tahadhari na ni mambo gani ambayo mtu naelimishwa ili uweze kujitambua vizuri na kujua uishije. Na zaidi ya yote, chombo hiki kwa kweli kimekuwa chombo cha msaada mkubwa sana kwa nyanja zote na sekta zote, kwa sababu mtu anajua nini kinachotokea katika ulimwengu huu, na hivyo tunakiombea kiendelee kufanya kazi hiyo ili watu wawe na taarifa. Nimeendelea kukipongeza chombo hiki cha Matukio Daima kwa sababu juzi nilikuwa ninasafiri kwenda Mbeya kwa gari, na taarifa ya habari ya kwamba kuna ajali pale Tanangozi nimeipata kupitia chombo hiki cha Matukio Daima Media, na nimesafiri kwa mwendo masaa mengi sana kutoka Iringa mpaka Mafinga, kwa sababu kutoka Iringa mpaka Mafinga kulikuwa na foleni kubwa sana ya magari. Tumetembea masaa 4 kutoka Iringa mpaka Mafinga, mahali ambapo ni kilomita 80 au 90. Lakini msongamano huu umeendelea kutugharimu mpaka Mbeya, kwa sababu ajali ile ilitokea alfajiri.
Kwa hiyo njia nzima tuliokuwa tunakwenda tulikuta msongamano mkubwa wa magari kutokana na jambo hili. Lakini Matukio Daima, asante kwa kuripoti habari hizi, maana nisingejua ile ajali iliyotokea pale Talangozi ilikuwa ni ya gari gani, lakini kupitia Matukio Daima nilijua kumbe ni ajali ya basi la Shaubibu pamoja na lori lililokuwa limebeba kreti za Pepsi. Korongo refu kabisa ambapo basi hili limeanguka hapa, na chanzo ni kugongana na lori katika eneo hili, na hili ni basi la kampuni ya Classic ambalo limeweza kuanguka katika eneo hili. Ni sehemu ambayo ina changamoto kubwa, lakini jitihada mbalimbali zimefanyika katika eneo hili kuhakikisha kuwa majeruhi waliokuwamo katika gari hili wameondolewa, na hadi hivi sasa jitihada za jeshi la polisi na jeshi la zimamoto na uokoaji zimezaa matunda kwa kuweza kuondoa majeruhi waliokuwemo katika ajali hii, na hadi hivi sasa bado taarifa ya jeshi la polisi haijathibitisha ni watu wangapi ambao wamefariki dunia, na hadi hivi sasa bado kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Arani Bukumbi hajazungumza kuweza kutoa taarifa sahihi ya watu wangapi ambao walikuwapo katika basi hili la Classic kutoka Zambia kuelekea Dar es Salaam, na watu wangapi walikuwapo katika lori ambalo limegongana na basi hili. Hili ni eneo la Kitwiru, eneo la Uyole, manispaa ya Iringa, umbali mdogo tu kutoka eneo la Talangozi ambako ajali ya lori na Shabib ilitokea. Nini kifanyike juu ya ajali hizi endelevu? Wananchi wamepata kuzungumza kwamba ni wakati wa sasa wa malori kufanyiwa ukaguzi pindi anapoanza miteremko mikali, lakini pia madereva kuchukua tahadhari juu ya ajali hizi za barabarani, hasa kuzingatia kuwa wawapo barabarani kila wakati watambue kuwa wamebeba roho za watu ambao hili taifa wanahitaji kuweza kuishi. Hii ni Matukio Daima, na tukiendelea kufuatilia eneo hili, lakini kubwa kuliko yote tunaombea afya njema wale wote ambao walikuwapo katika basi hili, kwa maana majeruhi. Tunaombea afya njema ili waweze kupona na kurejea kutumikia taifa. Lakini kama wapo waliopoteza maisha katika ajali hii, basi Mungu azilaze roho zao mahali pema, na tutatambua tuliwapenda zaidi na tuitamani kuendelea kuwa nao, lakini Mwenyezi Mungu kawapenda. Tuseme nini basi? Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe kwa hawa ambao watakuwa wamepoteza maisha. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godi. Hilo begi hilo. Jamaa yuko hapa sasa na hela na nguo, kama unaweza kuna neti mtole. Kama itoki kulichane. Kuna mshikaji anasema la kwake. Huyu hapa nani? Tulichane ili tutoe vitu vitoke. Alafu aweke vitu ndani. Kuna lina hili liko pale. Hebu pata lishuka au mafungo. Achukue lishuka pale ndani. Nililete huko. Na jina langu naitwa Abdalla Abdi. Jina langu naitwa Abdalla Abdi. Ni stafu wa basi iliyopata ajali. Kitu gani ambacho kimetokea? Kilichotokea bwana, dereva wa lori alituletea gari nzima maeneo haya kutafuta Iringa hapa. Alituletea gari nzima, baada ya dereva wetu kutaka kumkwepa ndio tukaingia huku porini. Na basi iko na abiria ngapi? Basi toka list ya abiria kama 30. Na sikuwa kutokea wapi? Tunatoka Zimbabwe kwenda Dar es Salaam. Poleni sana. Asante sana. Dereva na wahudumu wa basi wote wazima? Dereva kwa mujibu wa hospitali kwamba amevunjika miguu miwili na mkono aliokuwa anaendesha. Dereva wa pili naye miguu imevunjika. Dereva wa kwanza anaitwa nani, wa pili anaitwa nani? Dereva wa kwanza anaitwa Zumbe, wa pili anaitwa Rashidi. Na staff wetu mmoja ambaye ni tanboy wa gari nasikia amefariki hapo. Na ni raia wapi? Ni wa Tanzania wote. Ni sehemu gani wanatokea? Mmoja wote wanatoka Lushoto kwa Mlalo. Poleni sana. Asante sana.
Mike isogeze. Karibu, anza jina. Jina naitwa Hamisi Shabani Musa. Nini kifanyike kwa madereva malori? Mimi naomba kifanyike ukaguzi wa breki. Na unafikiri kwamba watu wanadai kwamba malori yamekuwa yakisafiri muda mwingi, pate muda wa kupumzika? Natakiwa muda wa kupumzika kama saa 12 iwe ndio mwisho. Malori wapumzike. Naam, hii ni ajali ambayo imetokea muda huu, bajaji na bodaboda. Mwenye bajaji akijaribu ku overtake na mwenye gari ndogo akijaribu akitoka eneo la ajali. Kijanjo. Oya. Basi. Ndio na mwelekeo wako. Ndio maana namwambia kwamba wewe hapa bwana kwa shule kwa overtake. Basi. Hapo kwa kuna msala kwa overtake. Sasa wewe unaona hapo unakuta tena hapo. Sasa ukoona wewe ukoona mbele. Tena basi mshukuru tu mjarani. Wewe yani gari zimeumia. Kule na imeumia ni sawa. Ndio kaangalia basi atibu. Naam, hii ni ajali ya pili ambayo inatokea hapa, na chanzo ikiwa bajaji kutoka ku overtake eneo ambalo lina foreni, lakini hakuna mtu aliyepoteza maisha wala kuweza kujeruhiwa zaidi ya uharibifu wa gari hii ndogo. Sasa hapa mwanangu hapa nyinyi mketoa hapa kwanza. Hatuwezi kutoa. Mimi nakuja. Kwa nini malizo na malizo? Yaani ambacho kimetokea hapa ni uzembe ambao kwamba wewe huyu uzembe kwamba tayari kwamba yeye ameona kabisa kuna foleni ipo, alafu yeye bado tayari anafanyaje? Anakuja ku overtake sehemu ambapo kwamba anaona kabisa haiwezekani. Umeona? Na kuna madhara yote kwa binadamu zaidi ya uharibifu wa gari? Hamna madhara ya binadamu, na zaidi tu ya gari kuumia. Pole sana. Asante. 11 tumepokea majira ya asubuhi, tumepokea majeruhi ambao wamehusika kwenye ajali ya basi na lori maeneo ya Mseke, Iringa mjini. Na kati ya majeruhi waliofika walikuwa 13, watatu wana hali mbaya, wameumia sana, lakini 10 wamepata majeraha madogo, majeraha ya kawaida. Kwa hiyo wote wamelazwa wodini. Na katika hao wanawake, katika hao ambao ni majeruhi waliozidiwa, mmoja ni mwanamke mjamzito na wengine ni wanaume. Na vile tumepokea maiti 2. Wote katika hizo maiti 2 nasikia walikuwa ni madereva wote, mmoja wa lori, mmoja wa basi. Na katika hao waliopata majeraha 12 ni raia wa nchi za nje na mmoja ni Mtanzania. 4 wanatoka Zambia, 8 wanatoka Zimbabwe. Inasemekana ile gari ilikuwa inatoka Zimbabwe kwenda Dar es Salaam. Ndio. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Caglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya kids daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo
vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi mitatu. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari tatu zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana. Wakati katika shule yetu ya Kagelo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Mtukazi Enterprises, sisi ni vijana wa kazi kweli kweli, na tupo tayari kufanya kazi. Tupe kazi, tuoneshe kazi kwa kiwango cha juu. Sikia, Mtukazi Enterprises tupo Mshindo mjini Iringa. Kazi yetu kubwa ni kukufungia mahema au maturubai katika shughuli mbalimbali kama vile misiba, harusi, mahafali ama mikutano. Pia Mtukazi tunakodisha mashine ya kisasa kwa ajili ya kuzikia. Kuhusu usafiri, ondoa shaka, tupigie simu namba 0715369309 au 0754369309. Kumbuka, gharama zetu ni ndogo kuliko. Mtukazi Enterprises, kazi kiwango, utu mbele. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.